Vijana kama hawa ambao wana talent mbalimbali, lakini pia wanapoamua kugusa vitu ambavyo vinawabeba watu wengi pia, kwa sababu hapa create more opportunity kwa watu wengi pia. Mtu anatangaza, anapata nafasi ya kutangaza. Kijana aliyekuwa na kipaji chake cha mpira ndio kinaonekana hivyo. Lakini sisi kwa taifa letu ndio amani na upendo vinazidi kufanya nini? Kuungana. Kwa hiyo mimi nakupongeza wewe na timu yako. Na bahati nzuri nilivyokubali kwako, nikakwambia ile maneno, nafikiri nilimwambia katibu mkuu. Mimi tukishakubaliana jambo kichwani limebaki hilo. Yaani kama kuna mabadiliko nitarudi. Sasa maskini amehangaika kama unavyosikia usiku mzima mtu amesafiri. Yaani amehangaika kutafuta tiketi mpaka kufika hapa. Ni commitment hali ya juu sana. Kwa hadhi yako na watu wengine wangesema tu sasa mheshimiwa unajua jambo lenyewe usiku huu hata watu wenyewe si wapati na nini. Tuna accept proposal yako. Nimalizie tu kwa kuwaomba wale ambao mheshimiwa katibu mkuu atawapa jukumu la kushirikiana na Ali. Ndugu zangu, huyu sio mfanyakazi wa serikali. Halipi mshahara na Daktari Samia, lakini anamwazia mema rais wetu. Kwa niwaombe tuhakikishe kwa kadri tuwezavyo jambo hili linafanikiwa kwa ukubwa kuliko hata tuliokuwa tumefanya nini. Yaani ikifika mahala tunashangaana wenyewe, bwana limekuwa hivi. Na mimi mtakuwa mmenipokea vizuri jamani tukilifanya. Vinginevyo nitaona kama kumbe wao jamaa wananichekeaga tu pale tunakaa nao tunapiga. Kwa naombeni sana wale ambao mheshimiwa katibu mkuu atawapanga kuanzia kwenye mkakati wa kuliboresha mawazo yenu kama alivyo na passion na timu yake, basi na nyinyi muwe nao mara mbili zaidi, kwa sababu tunafanya kwa ajili ya wananchi huku tukitanguliza heshima na thamani tuliyopewa na rais wetu kwenye hii wizara ambayo ndio mambo yetu ya kufanya. Sambamba na hilo niwaombe mkimwona mtu yoyote mwingine anawazo anahangaika nalo peke yake, mleteni hapa. Tunaona jamani, hatuwezi mimi Makonda siwezi kuwa na akili ya kila kitu. Kwa tutambue watu aidha kwenye ngoma, kuna watu wengine wazuri tu upishi wa mavyakula ya utamaduni, yani tutambue watu kwenye maeneo wachoraji, tutambue maeneo kwenye maeneo tofauti tofauti. Afu tukishatambua wale watu tukawaleta. Sasa wewe fikirie hiki anachokifanya Ali kitakuja kwa kikubwa na itakuwa legacy ya nchi yetu, na itafika hatua itakuwa sio Ramadhani tu cup kwa jina. Utashangaa pia mwezi wa Kwaresima ile kwa Kristo utashangaa wenyewe wanatengeneza jambo, unaona, lakini yote yanatuleta pamoja. Kiukweli lengo lako ndio lengo letu, na hicho unachokitaka ndicho tunachokitaka sisi. Kwa hivyo hichi tutakachokwenda kukifanya, nitatoa mfano. Let's say Arusha tumesikia kulikuwa kuna Samia Cup. Kila sehemu tunasikia sehemu wanasema Samia Cup, Samia Cup. Lakini yetu sisi tuko na display. Wewe mambo yako ni makubwa siku zote. Yaani hiyo ni kweli. Kakaangu akisema bwana sasa hivi nataka festival Mantilie, itafika mpaka Marekani. Kwa hiyo hili jambo kwetu sisi lilikuwa dogo, lakini kwake lishakuwa kubwa tayari. Ndio maana umeona nimekuwa na moyo na nguvu ya kujivuta mpaka hapa, kwa sababu kama umeona zile namba zilikuwa ndogo, sasa hivi nadhani sija hata Cuba zitawafikia. Kwa uwezo wako tumeongeza media partners. Basi kwa maana tutakuwa na partners wenzetu. Tutawachukua media ambazo zina operate Tanzania nzima. Kwa hiyo jambo tutalifanya kwa ushindani. Ushindani unakuja vipi? Ushindani wa media, ushindani wa kitimu, ushindani wa umaarufu, ushindani wa quality ya kudeliver. Asanteni sana. Mimi sina mengi ya kusema.